Tena namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie sote tuwe katika watu watakaokuwa chini cha kivuli cha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa rahma yake siku hiyo. Maanake kutakuwa changamoto kubwa sana. Katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim, katika kitabu cha hadithi, katika kitabu hiki hadithi inasema ya Mtume Muhammad SAW qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Yani hiyo siku kuna watu 7 ambao Mwenyezi Mungu ataweka chini cha kivuli chake katika siku ambayo hakuna kivuli kingine isipokuwa kivuli cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ijitahidi sana, jihadharini sana hiyo siku isikukuta kama haupo katika miongoni mwa hawa watu 7 Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyowataja hapa chini. Wa kwanza imamu adil, wa pili wa shababu nasha'a fi ibadati Allah ta'ala, wa tatu warajul qalbuhu mu'allaqun fil masajid, wa inna warajulani tahabba fi Allah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi, wa tano ni warajulun talabatuhu imra'atun dhata mansibu wa jamali faqala inni akhafu Allah ta'ala. Na huyu mtu wa 7 wa rajulun tasaddaqu bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ya'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminihi. Huyu I mean mtu wa 6 wa 7 wa rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat aynahu. Hawa watu 7, mtu wa kwanza imamu adil, kiongozi mwenye uadilifu, ni yule kiongozi atasimama hapa duniani akiwa anawaelezea watu mambo yaliyokuwa sawa, anawaamrishia mema, anawakataza maovu, anaamurisha amri zilizokuwa sawa na sheria ya Mwenyezi Mungu na sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Washabun nasha'a fi ibadati Allah ta'ala, na yule kijana ambaye amelelewa katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ukiangalia katika zama zetu tunalelewa katika mahali ambapo hapa kunao watu wa kufanya biashara ya haramu na hapa kunaishi watu wa kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa ndipo kutakuwa changamoto kubwa sana, ambaye utakuta mtoto wako ameingia katika uharamu ambao hujatarajia. Tumkumbuke mmoja katika salafu swalih, yule ambaye alikuwa anaamuka kuli yaumi asubuhi baada ya kumaliza kuswali swala nyuma ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yakimbilia nyumbani kwenda kuokota matunda ambayo yameanguka kwenye upande wake arejeshe kwa jirani wake, kwa kuogopa mtoto wake asije kala haramu. Hapa leo sisi mtoto anaingia na haramu, kitu cha haramu nyumbani, na hakuna ushauri wowote ambao tunaweza muuliza ama tunaweza mshauri namna gani ili wamuuliza mwanangu, vipi, mbona hujaleta zaidi ya hii? Subhanallah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe hali kama hii. Na mtu ambaye ni mtu wa 3 wa rajul qalbuhu mu'allaqun fil masajid, na yule mtu wa 3 ni mtu ambaye moyo wake umefungamana na msikiti, sio kukaa ndani tu ya msikiti hivi kwa kuangalia WhatsApp, kuangalia text ambazo zipo kwenye grupu. Ni mtu ambaye mu'allaqun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, moyo wake umefungamana tu kufanya ibada katika msikiti. Ndugu zangu katika imani, tuamwangalia juzi katika episode zilizotoa mwanzo, tuamwangalia Sayyid ibn Musayyib ambaye yeye aliishi maisha yake, hakuna adhani shawaifanyika ikamkuta yupo nje ya msikiti. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sisi pia tujalie imani ya kiasi kama hiki. Maanake sasa hivi mtu yasubiri tu kipindi ambapo wanasema qad qamati swala ndio wakimbilia kwenye sofa ya swala, tena yuwaja pengine hata udhu ameishika kwa haraka, hajaifuata na utaratibu wake, ambaye hajui kama kuna makosa ama bado ipo sawa udhu yake.
na anakimbilia kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu. Tuogopeni Allah na tumtii Allah na tumuabudu Allah kwa namna itakayompendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mutwa'ina wa rajulan, hawa ni wanaume wawili, tahabba fi llahi aljitamaa alayhi wa tafarraka alayhi. Hawa ni watu wawili wanaokutana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wakapendana mapenzi yao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na kisha wakaachana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Leo wengine tunakutana, tunapendana kwa sababu fulani anao kitu mfukoni. Tunapendana kwa sababu fulani ana kitu anaweza kuwezesha ukifikia pale. Tunapendana kwa sababu fulani akiongea utaweza kupata kitu fulani. Hii sio mwongozo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio mwongozo, sio sawa na ile Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyotusomesha. Hapa leo tuangalia tu status za mtu kama yupo hivi hatuwezi kumpenda, mtu akiwa hivi huyo hafai kukaa na sisi. Jamani, ndugu zangu katika imani, kutakuwa msiba mkubwa sana siku hiyo, ambaye itakuwa hakuna atakayekuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa tuko kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie mahaba kati yetu kwa ajili yake, na kama ni kuachana tuachane kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanaume wa rajul طلبته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله تعالى. Huyu ni mwanaume ambaye anatongozwa na mwanamke mwenye sifa, mwenye status za juu, ana mali, ni mrembo zaidi, kisha akamkataa akamwambia inni akhafu Allah ta'ala, mimi namuogopa Mwenyezi Mungu. Watu wengi katika karne hii, watu wanafuata wanawake kusema wanatafuta sugar mummies. Subhanallah, mtu umefikiwa umri ambao wafaa kutafuta cheo, ufanye kazi, upate hela, hata kama ni kidogo, uweze kumuoa mwanamke, usimamishe ibada kwa msingi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe wapenda kuridhishwa tu nafsi yako. Kwa sababu gani? Unakwenda pale kwa runinga unasema I am 22 years, I'm 25 years, I'm looking for a woman who is between 46 to 50 years, mwenye ako na gari, mwenye ako na mali, atanistiri. Subhanallah, mtihani huu. Na wapo mwaona kabisa kwa mtandao, wapo kabisa. Mwanaume yote ambao unapatikana miongoni wa kutafuta sugar mami uoleke tu, basi wewe jua wewe ni useless. Wewe ni useless. Kwa nini? Wataka tu kustiriwa, tafuta cheo. Sasa hivi angalieni yule ambaye amekataliwa, yani kuinaitwa kwa Kiswahili ya sawa siku hizi katika hii wanasema amekatiwa na mwanamke ambaye ni mrembo, mwanamke ambaye ana hela, mwanamke ana gari, na mwanamke yule wallahi ukimuona uwezi kumkataa. Lakini huyu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wasema inni akhafu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, huyo mtu pia atakuwa chini cha kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama. Mtu mwingine, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hata la ya'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminihi. Huyu ni mtu wa sita, atakuwa chini cha kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama, ambaye tasaddaqa, anatoa sadaka yake, bi sadaqatin, katika sadaka ile, fa akhfaha, na akiitoa hata la ta'lam shimaluhu, mkono wake wa kushoto hauwezi kufahamu ma yunfiqu yaminihi. Mkono wake wa kulia mkono wake wa kushoto haujui, mkono wake wa kushoto haujui kile kulia imeondoka kwa mfuko wake kapeana. Hapa hakumaanisha umfiche mkono mmoja. Katika wanachuoni hapa wanatuelezea kwamba ni mtu ambaye atakupea kitu abaki kwa siri, ili yeye amridhishe Allah na kumridhisha kiumbe chake. Maana yake sio kwa kuonyesha kwamba yeye ndiye amekusaidia, sio kwa kuonyesha kwamba yeye ndiye amekusimamia pale. Watu wengi huku sasa hivi wanasaidia mtu kisha anasema fulani wamuona ile nyumba mimi ndo nimemjengea,
watoto wake wanasoma kwa ajili yangu. Isingekuwa mimi, hata mtoto wake angeenda shuleni, chochote angekuwa popote. Hapa tuna msiba. Katika karni hii Mwenyezi Mungu ametupa mitihani ya wazi, mitihani ya wazi sana tuiona kabisa, na Mwenyezi Mungu atuepushe na mitihani hizi. Na mtu wa saba, wa rajulun dhakara Allahu, na huyu ni mwanaume, ni mtu ambaye anamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala khaliyan, hata paka mkipindi fafadhat ainahu, paka macho yake yatokwa na machozi. Amkumbuka Allah paka machozi yatirika kutoka kwa macho yake. Yani amkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, yuwafanya ibada kwa kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, paka akumbuka. Kama ni adhabu asoma anazingatia ayati, kama ni hadithi anasoma anazingatia hadithi, paka yuwakumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, kisha paka akatolewa machozi kutoka machoni mwake, kwa kuwa amefahamu kila anachokizungumzia mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, tuache kulilia wanawake, tuwalilia wanawake, tuwalilia wanaume, tuwalilia watoto, tuwalilia mali kwa kuwa imepotea. Hatujakataa, lakini kwa Mola subhanahu wa ta'ala ndipo tuwafaa kudondosha chozi ambalo litatusimamia sisi siku ya kiyama, ili iliweze kutupa rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa chini ya kivuli chake. Ndugu zangu katika imani, katika masala mbalimbali ya hawa watu, kunapatikana watu ambaye wanatoa nasaha kwa watoto wao, wanatoa nasaha kwa umma zao, ili waweze kusimama na ibada iliyokuwa sawa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hii hadithi tuzingatie na tuiweke katika maisha yetu. Leo hivi Mwenyezi Mungu akija kutuita sisi, Mwenyezi Mungu akitujalia ajali ya umauti wetu, tuwe miongoni mwa watu ambaye watapata rahma ya kuwa chini cha kivuli chake siku ya kiyama. Inahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.